Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, mahali pa hadithi zenye kusisimua, hekima na mafunzo kwa familia nzima. Kabla hatujaanza, hakikisha umebonyeza subscribe, gonga like na wache comment yako, maana leo tunakwenda kusikia kisa kitakacho kufungua macho na kukufanya ujiulize, je, kweli akili inaweza kushinda nguvu? Sasa sikiliza kwa makini. Hapo zamani za kale, katika msitu mnene wa Tunu uliosheheni sauti za ndege na upepo uliocheza kwenye matawi ya miti mirefu, kulikuwa na ufalme uliotawaliwa na simba mwenye nguvu, ukali na mamlaka isiyopingika. Hakukuwa na mnyama aliyethubutu kumpinga. Sauti yake iliposikika, hata majani yalinyamaza. Lakini siku moja mambo yalibadilika. Asubuhi ilipoanza kuchomoza, angalikiwa bado na ukungu hafifu, simba aliamka kwa mshtuko mkubwa. Mwili wake ulikuwa umetapakaa jasho, moyo ukidunda kwa kasi ya ajabu. Ndoto aliyokuwa ameiona haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ya kutisha, ya ajabu, na ilibeba ujumbe mzito. Katika ndoto hiyo aliona mto mkubwa, mto uliokuwa uking'aa kama dhahabu safi chini ya mwanga wa jua. Lakini cha kushangaza, maji ya mto huo hayakuwa yakitiririka kuelekea bondeni kama ilivyo kawaida. La hasha, yalikuwa yakirudi nyuma, yakipanda juu kuelekea kilele cha mlima mkali. Simba alikaa kimya kwa muda akitafakari. Kisha ghafla akasimama na kutoa ukelele mkubwa uliotikisa msitu mzima. Ndege waliruka kwa hofu. Wanyama wakakimbia huku na huko wakijaribu kujua nini kimetokea. Wasikilizeni, simba alipaza sauti kwa mamlaka. Yeyote atakayeweza kufumbua siri ya ndoto hii kwa kutumia methali za mababu zetu, atapewa nusu ya himaya yangu, lakini yeyote atakayeshindwa atafungwa gerezani maisha yake yote. Kimya kizito kilitanda. Wanyama walitazamana kwa hofu. Hii haikuwa tu changamoto, ilikuwa ni hatari. Fisi ambaye mara nyingi alijaa pupa na kujiamini kupita kiasi, alijitokeza mbele ya wote. Alitembea kwa majivuno, akajikuna kichwa kidogo kana kwamba anafikiria kwa kina, kisha akasema kwa sauti ya kujihakikishia, "Mfalme wangu, ndoto yako ina maana moja tu. Utajiri mkubwa unakuja kwako. Huo mto wa dhahabu ni ishara ya mali." Simba alimtazama kwa macho makali. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache, kisha akanguruma kwa hasira, "Huna methali, huna hekima, hayo ni maneno matupu." Kabla fisi hajajua nini kinaendelea, askari walimkamata na kumvuta moja kwa moja hadi gerezani. Wanyama wengine wakazidi kuogopa. Hakuna aliyethubutu tena kujitokeza. Lakini ghafla, sauti ndogo lakini yenye kujiamini ikasikika kutoka nyuma ya umati. Alikuwa ni Sungura. Kwa mwendo wa utulivu na madaha, Sungura alisogea mbele. Hakuwa na haraka wala hofu usoni mwake. Alipofika mbele ya simba, alisimama, akainama kwa heshima kubwa, kisha akainua kichwa chake taratibu. "Mfalme wangu." Alianza kwa sauti ya upole lakini yenye uzito, "Ndoto yako ni nzito na tafsiri yake si ya haraka, lakini wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, na pia dua la kuku halimpati mwewe." Simba alikunja kipaji chake, macho yake yakimchunguza Sungura kwa makini zaidi. "Unamaanisha nini Sungura? Ongea wazi." Sungura akavuta pumzi ndogo, kisha akasema, "Mto unaorudi nyuma si jambo la kawaida. Ni ishara ya mpangilio wa asili kuvurugika. Hii ni dalili kuwa kuna wanaotaka kubadili utaratibu wa mamlaka yako. Walioko chini wanataka kupanda juu. Wanapanga kwa siri, wakitumia ujanja na hila." Wanyama wote wakaanza kusikiliza kwa makini zaidi. Sungura akaendelea, "Lakini kumbuka pia, mchimba shimo huingia mwenyewe. Ndoto yako si tu onyo, ni pia habari njema. Maadui zako wamejitega wenyewe. Wanajiona wajanja, lakini wanakaribia kuanguka kwenye mtego wao wenyewe." Simba alinyamaza. Maneno hayo yalikuwa mazito na yaligusa kitu ndani yake. Bila kupoteza muda, aliamuru majasusi wake waende haraka kuelekea mlima aliouona katika ndoto. Walikimbia kwa kasi, wakipenya kati ya misitu na milima hadi kufika kileleni, na walichokiona kilithibitisha kila neno la Sungura. Chui pamoja na kundi lake walikuwa wamejificha wakisubiri simba apite ili wamshambulie ghafla na kumpindua kutoka kwenye utawala. Majasusi walirudi kwa haraka kutoa taarifa. Simba aliposikia, hasira zilimjaa. Lakini ndani ya hasira hiyo kulikuwa pia na shukrani kubwa. Aligeuka kumtazama Sungura. "Umenisitiri kwa hekima yako," alisema kwa sauti nzito. "Umetafsiri ndoto yangu kwa kutumia busara ya mababu. Kuanzia leo, wewe ndiye mshauri wangu mkuu." Wanyama wote walishangaa. Yule mdogo asiye na nguvu sasa alikuwa karibu kabisa na mfalme. Lakini Sungura hakujivuna. Alitabasamu kwa unyenyekevu na kusema, "Mfalme wangu, elimu ni bahari na asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Mimi si chochote zaidi ya mjumbe wa hekima ya kale." Tangu siku hiyo, mambo yalibadilika katika msitu wa Tunu. Simba aliendelea kuwa na nguvu, lakini sasa aliongozwa pia na akili. Na Sungura akawa sauti ya busara, akimkumbusha mfalme kila mara kuwa nguvu pekee haitoshi bila fikra sahihi.
Na wanyama wote wakajifunza somo kubwa: nguvu bila akili ni kama nyumba bila msingi, itaanguka tu. Sasa rafiki wa Tunu za Kiswahili, je, wewe umewahi kupata ishara au ndoto iliyokuja kuwa onyo katika maisha yako? Na ni methali gani nyingine unadhani ingeweza kuelezea ujanja wa sungura? Andika kwenye maoni hapa chini, na usisahau like, share na subscribe ili usikose hadithi nyingine zenye mafundisho makubwa. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, akili ni nywele, kila mtu ana zake.